Yes, bana mambo vipi? Jina langu mimi naitwa Dekobi na hii ni Kiswahili TV kutokea AR makao makuu ya HOP. Bana leo nipo na kijana mdogo ambaye pia amekuwa anafanya vizuri katika ulimwengu wa filamu pamoja na comedy. Ni mkazi wa Arusha, tupo naye akitueleza majina yake anaitwa nani, lakini pia alijigunduaje kuwa na kipaji cha filamu. Bana mambo vipi? Mambo safi sana bro. Jina lako naitwa nani? Kwa majina yangu bana ya kuzaliwa mimi naitwa Kevin, lakini pia kwa jina la usanii naitwa K2. Bana K2, kwa mara ya kwanza kabisa uligunduaje kuwa na kipaji cha kufanya comedy na filamu ambazo tumekuona unazifanya? Kwa mara ya kwanza kabisa nakumbuka ilikuwa ni kanisani actually. Tulikuwa tunafanya maigizo na nini, watu wakawa wanapenda vile vitu ambavyo tunafanya. Kwa ile kanisani mchungaji akatuhimiza, bana mbona kama una kipaji, nilikuwa na mwenzangu kipindi hicho. Mbona kama una kipaji unaweza kaigiza, unaweza kachekesha. Kwa hiyo kwa kipindi hicho nilianza kama comedy. Lakini baadaye nilikuja kufanya movie kabisa kwa sababu niliona kama kwenye comedy natumia nguvu kubwa sana. Na ukiangalia kwenye upande wa Arusha, watu wanapenda sana comedy za hawa machali wa ara zile nini unajua. Na hizo sio kwamba mimi nazipiga sana. Kwa hiyo nikagundua kwamba kipaji changu mimi ni hasa kwenye kuigiza. Ya na sio comedy. Comedy ndio ninafanya lakini naweza sana kuigiza. Yes. Kwa hiyo ni masuala ya bongo movie sio? Yeah, masuala ya bongo movie, yes. Yeah. Bongo movie yako inalenga maudhui gani? Inalenga actually kwenye maisha halisi, lakini kwa movie ambazo nimeshafanya sana inalenga sana kwenye masuala ya mahusiano. Yes. Kwa nini mahusiano? Kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kimebeba hisia kubwa sana. Ni movie ambayo unaweza kufanya ina hisia kubwa sana. Mtu anaweza akaangalia akasema, kwa sababu ujue mtu anavyoangalia movie anataka kuifeel. Kwa hiyo niliona kwenye masuala zima la mahusiano ndio kitu ambacho kinabeba hisia kubwa sana. Wenzetu wa Mambele wanafanya sana movie za action. Movie za action zimebeba hisia kubwa sana, lakini kibongo bongo movie za hisia sana ndo zimebeba kwa kiasi kikubwa sana. Yes. Ni kwa nini kibongo bongo wasanii wa filamu natuambia kuwa movie za hisia, movie za mahusiano zina play part kubwa sana, zinapendwa zaidi tofauti na wenzetu wa Marekani kule action movie zinapewa nafasi kubwa zaidi. Kwa nini kwetu imekuwa tofauti? Kuna nini huku kwetu? Kuna shida gani? Actually huko tukisema kwamba tuanze kufanya movie za action hatuziwezei sana kama za mahusiano, kama za maisha mengine halisi. Siongei sana kwenye swala zima la mahusiano, lakini sisi movie za action hatuziwezei sana kama movie halisi za maisha kawaida. Kwa wenzetu kweli movie za action wanazipiga sana, wanaziezea. Lakini sisi performance yetu kubwa ni kwenye hizi movie zingine za kawaida. Movie za action tunakuja ndio, lakini bado hatujafika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Je, mahusiano inaweza ikawa ni tatizo ambalo linatukumba sana wa bongo bongo wa Afrika kwa ujumla? Tunateseka sana na mahusiano, pengine labda ikapelekea movie za mahusiano kupewa nafasi zaidi? Kwa kiasi chake naweza nikasema ndio. Yeah, tunapitia sana changamoto hiyo kiukweli. Yeah. Bana mwanangu K2, kibongo bongo hapa ni wasanii gani ambao walikuinspire mpaka ukaingia katika ulimwengu tasnia ya filamu? Actually ni marehemu Steven Kanumba. Ananiinspire sana mpaka leo. Ndio alishafariki kitambo sana, lakini ni mtu ambaye ananiinspire sana mpaka leo. Lakini pia msanii ambaye ananiinspire sana ni Sarito. Yeah. Tuombe kidogo kuhusiana na Steven Kanumba. Ni kitu gani kutoka kwa Kanumba kilikuvutia mpaka ukaingia katika tasnia ya filamu? The way tu alikuwa anaigiza na the way alikuwa anavaa uhusika, mimi napenda sana. Na Kanumba ni mtu ambaye anaifunika sana stage. Ameshafariki kitambo sana, lakini mpaka sasa hivi ukiangalia movie yake actually unaifeel.
Yeah, ani performance yake kwenye swala zima la kuigiza ndio kitu ambacho mimi kilinivutia sana. Yeah. Ni movie gani kutoka kwake ulikubali zaidi pia uwaga ni jiwe lako la heshima sana, kila ukilitazama unasema mwamba ile pale alikuwa anazo nyingi lakini ile pale alipiga kinoma? Moses. Kuna movie yake moja inaitwa Moses. Aliupiga mwingi sana pale. Ni movie ambayo actually naiangaliaga sana lakini pia sichokagi kuiangalia. Ya ile Moses aliongea kitu ambacho ni cha kweli sana na alitufundisha vitu vingi sana kupitia ile movie. Japokuwa alikuwa anaelemea sana upande mmoja lakini kwa watu ambao ni waelewa, mimi nilimuelewa sana pale. Yeah, kwa hiyo Moses ni movie ambayo mimi inanivutia mpaka kesho kwa Steven Kanumba. Yes. Alielemea upande gani zaidi katika Moses? Alikuwa anawaponda sana wanawake. Nahisi kuna jinsi walimfanya kipindi hicho sijui. Ni movie ambayo alikuwa anawaponda sana wanawake. Lakini mimi niliipenda sana. Yeah. Je, katika kuwaponda sana wanawake alikosea, pengine labda ilikuwa ni moja ya kitu alichofeli kwenye ile movie? Hakukosea lakini alikuwa anaongea kitu ambacho ni cha kweli. Unajua siku zote kitu ambacho ni cha kweli huwa hakipendwi sana. Lakini alikuwa anatufundisha kitu ambacho ni cha kweli sana kwenye ile movie. Ukipata nafasi ukiangalia, mimi naamini kwamba utanielewa kitu ambacho namaanisha ni nini. Aliwaponda ndio wanawake lakini kwa sisi alitufundisha kitu kikubwa sana. Okay. Yes. Okay, sasa mazingira ya Kichuga yamekaa sana kwenye zile Chuga comedy fulani za kidudu, wadudu wa Arachuga, na wewe haupo upande huo sana, upo kwenye filamu. Sasa umeweka mikakati gani kuhakikisha kuwa kipaji chako kinapiga hatua, lakini pia pengine labda kuna wadau wanakutazama na wangependa labda kukusupport, kukushika mkono? Tuambie upande huo mipango ikoje? Mipango kwa sasa hivi na nahitaji kweli support kutoka kwa watu kwa sababu kwa sasa hivi nashindwa sana kufanya movies zenye muendelezo mkubwa sana. Huwa nafanya sana hizi short film na nini. Kwa uwezo wangu kwa sasa hivi ndio kitu ambacho naweza kufanya. Kwa upande wa Arusha ni kweli watu wanafanya sana comedy. Hao machalia Chuga kama kina Mgora. Kama Mgora mimi ni rafiki yangu sana. Nilishakuaga naye kipindi fulani lakini kuna namna fulani hivi hatumechi kwa sababu wanaongea hivi na wanaongea hivi na watu wanaamini sana kwamba kwenye Arusha wanafanya sana zile comedy za Kiarusha, zile movies za Kiarusha, lakini kwangu mimi ni tofauti. Ndio kwa sasa hivi niko hapa lakini mimi naamini sana kwenye kitu ambacho mimi nakifanya. Hizi short film ambazo nafanya lakini naamini kwamba baadaye nitakuja kufanya kitu kikubwa zaidi. Yes. Sasa K2 ni kazi gani zinakutambulisha? Hata mtu akiingia kwenye social platform atajua kabisa bana naingia kwa hili jina, lakini pia huyu jamaa amefanya kazi zipi? Actually tuna YouTube channel yangu ambayo ni kwa jina ni Kebaeli TV ambayo pia iko YouTube. Kule ndo kuna short film zangu nyingi sana ambazo nimeshazifanya. Kuna ambayo kama miezi 6 tu nimeipost inaitwa Shine. Lakini pia kuna ambayo imenitambulisha sana inaitwa Usaliti. Ni moja ambayo ilienda viral sana. Ukiingia YouTube kwenye Kebaeli TV utaiona pale. Lakini pia kwenye Instagram natumia K2TZ. TikTok natumia K2TZ. Okay. Yeah. Tuombe kidogo kwenye Usaliti. Ni kwa nini mliandaa maudhui ya usaliti? Najua pia unapenda sana mambo ya mahusiano. Kwa nini usaliti? Usaliti ni sio kitu ambacho mimi kilinikuta lakini ni kitu ambacho kilimkuta rafiki yangu. Kwa hiyo nilifanya vile kama kumuenzi tu lakini kama pia kumfundisha fulani hivi. Kwa sababu ukienda kuiangalia ni movie ambayo inaelezea kijana yuko kwenye mahusiano na binti fulani. Akampambania sana yule binti mpaka akaenda akauza eneo lao la urithi ile akampela yule binti aende kusoma shule. Ni kitu ambacho kuna rafiki yangu mimi alikifanya kabisa. True story. Ni true story kabisa. Alikifanya. Kwa hiyo niliona the way alikuwa anateseka, alikuwa anaumia. Mimi kweli ilinigusa sana. Mpaka nilivokaa chini nikaandika ile movie. Niliandika tu kwa ajili yake. Yeah. Okay. Yes.
Kwa ambaye hajatazama movie na unaweza kaelezea kidogo ikamshawishi kwenda kuitafuta na kuiangalia. Mshikaji baada ya kwenda kuuza eneo lake la urithi kwa ajili ya kumsapoti mpenzi wake na vitu kama hivyo, mwishoni kitu gani kilikuja kutokea? Tugusie kidogo hata kwa sekunde chache. Mshikaji bana, baada ya kupigwa lile tukio alipitia stress kubwa sana. Alipitia depression kubwa sana. Lakini kwa vile alikuwa ni rafiki yangu, mimi nilikaa naye chini, nikamuelewesha, nikawa namtia moyo kwa sababu kuna kipindi anafika ananiambia, mwanangu mimi unajua nimeumia sana, natamani hata nife. Nikamwambia hapana. Huyo hakuwa chaguo lako. Mimi naamini tu kwamba kuna time itafika utakutana tu na mtu ambaye ni sahihi. Ndio ilimchukua muda mrefu sana mpaka kupona. Nikaona kweli mahusiano yana kazi. Alipitia muda mrefu sana kupona. Nikampa moyo hivyo hivyo, nikawa niko naye karibu namtia moyo mpaka mwisho wa siku alikuja akaa sawa, japo ilimchukua muda mrefu sana. Mimi sikufichi bro, yule mshikaji wangu mpaka sasa hivi hayupo kwenye mahusiano. Ni kama mwaka na kitu. Hayupo tena kwenye mahusiano. Anaweza ndio akawa kwenye mahusiano lakini akikumbuka tu lile tukio, yani mguu mmoja nje mwingine ndani. Fedha alizouzia kiwanja alimsupport binti kwenye nini? Alimsupport kwenye elimu kwa sababu yule binti alipata matatizo kidogo. Sio kwamba wazazi wake actually walikufa, lakini wazazi wake walikuwa wanapitia changamoto ya kifedha. Kwa hiyo kwa sababu ni mpenzi wake akaamua amsupport, lakini alikuwa hana hela. Kwa hiyo kuna sehemu alipoaga ilibidi akauze. Akamsupport. Sio kwamba alimpa hela yote ambayo aliuzia, hapana, lakini kwa kiasi fulani alimsupport na alimpatia kama milioni ngapi? Hakumpatia hela nyingi sana, lakini kwa sisi kweli ni hela nyingi kwa sababu yule binti alikuwa ndo anamalizia chuo mwaka wa mwisho. Na ile ada ya mwaka mzima yule mshikaji mimi sikufichi, yeye ndo aliitoa. Ilikuwa ni kama milioni 1 na kitu hivi. Hakufikiria mara mbili akaitoa akampatia binti. Yeah, sikumbuki ni milioni 1 laki ngapi, lakini ilikuwa inazidi milioni 1 na kitu. Yes. Aligunduaje mwisho kuwa amepigwa tukio? Alimfumania. Okay. Alimkuta na mshikaji kabisa. Yaani ukiangalia ile story inaeleza kabisa mwanzo mpaka mwisho. Alimkuta na mshikaji kabisa sehemu. Akamwambia kwa nini hivi, lakini jibu la yule mwanamke lilikuwa ni moja tu, kwamba upendo wangu mimi kwako umeisha. Ndio kitu ambacho kilimpa stress sana yule jamaa, kwa sababu sio kwamba hata alifanya kitu kibaya kwa yule mwanamke. Lakini ni upendo wake tu kwake uliisha. Sasa sijui mimi imekaaje, lakini ndio ilikuwa hivyo. Bana, nipo na K2 Chaliwa Chuga ambaye pia anafanya filamu na movie, bongo movie, vitu kama hivyo. Yuko vizuri. Make sure unatembelea kwenye social platform, especially YouTube. Pale utaweza kuona kazi zake mbalimbali, ikiwemo ambayo inafanya vizuri, ambayo imetrend zaidi inakwenda kwa jina la Usaliti, pamoja na zingine kibao. Na hii ni Kiswahili TV, tumemleta kwako, tumemtambulisha kwako, uendelee kumsupport. Na pia kama kuna masponsor kibao pia ungependa kumshika mkono, ni sehemu sahihi pia ya kuwekeza ili vijana wetu pia nao wapige hatua. K2 kwa hapa Chuga, nyimbo gani unazisikiliza zaidi? Nasikiliza sana hip hop. Okay. Yeah, nasikiliza sana hip hop. Na kuna msanii mmoja anaitwa Chaba pia ni brother na mheshimu sana. Na namsikiliza sana. Okay. Kuna nyimbo yake moja inaitwa Hasira, ambayo pia ndo ameitoa nadhani juzi kati na inafanya vizuri. Ni msanii mkubwa na ndo ni mtu ambaye namfuatilia pia. Lakini pia wasanii wa Arusha wapo wengi ambao nawafuatilia. Yeah. Kwenye Hasira ya Chaba, kitu gani kimekuvutia kuanzia kwenye audio mpaka video, mpaka unasema kwa sasa ni wimbo ambao unausikiliza zaidi? Ni upangiliaji tu wa verse alivyopangilia na kitu ambacho anaimba. Unajua wasanii wa hip hop wanaimba kitu ambacho ni real sana. Ni tofauti na bongo flavor, amebezi sana kwenye upande mmoja, lakini hawa wasanii wengine wanaimba sana kitu ambacho ni real. Alivyopangilia, alivyoimba ni kitu ambacho mimi kilinivutia sana. Yeah. Lakini pia nikiwa kwenye mitikasi yangu siku moja nilikutanaga na brother mmoja ambaye pia anamfahamu. Akaniambia, unamjua fulani? Nikamwambia namsikilizaga tu. Akampigia simu pale, alikumbe ni marafiki tu. Akampigia simu pale, tukaongea, nikaongea naye, akaniambia
utanitafuta. Kipindi uko town unaweza kanicheki tukaonana. Kuna jinsi nilimuelezea akaniambia basi tutaonana, ukipanda tu town hivi mimi utanicheki. Kwa hiyo ni mtu ambaye namheshimu sana na support sana vitu ambavyo anafanya. Kipindi hicho ulivyoongea naye ulimwambia uko mazingira gani mpaka akakwambia ukifika town unicheki? Ya nilimuelezea kwa sababu kuna sehemu nilikuwa, huyo mtu ambaye alinikuta sehemu hiyo. Kuna conversation ambayo ilikuwa inaendelea pale. Ilikuwa mkoa gani? Ni Moshi actually. Kwa akampigia simu, namjua Chako, nikamwambia namsikilizaga. Sio kwamba namjua namsikilizaga. Ni rafiki yangu, mimi nadhani nikampigia. Akampigia nikaongea naye pale. Kuna vitu niliongea naye mimi na yeye, japokuwa anaimba lakini mimi naigiza. Akaniambia basi ukija mjini wewe ni cheki, tutaongea vizuri. Bana K2 fresh sana, tumefika mwisho wa exclusive wetu hii. Mwisho kabisa waelekeze watu jinsi ya kukupata kwenye social platform. Ya bana, mimi kwenye Instagram natumia K2TZ, lakini pia TikTok natumia K2TZ, lakini kwenye page yangu ya YouTube natumia Kebaeli TV. Ya huko ndo kazi zangu zote zilipo. Namba za simu kwa mtu ambaye angeamua kukusupport? Namba zangu za WhatsApp naweza nikazitaja tu hapa, ni 0692 99 90 42. Unaweza kanitumia message pale, unaweza kanishauri chochote, niko active muda wote. Tuage basi na kitu kadogo kwenye upande wa uigizaji kule. Yeah. Unajua kuperform kwa mwenyewe ni ngumu, lakini nitajaribu. Acha kuniumiza Jeni. Wakati unajua fika kuwa nakupenda sana. Tena sana tu. Hiki kitu inaniumiza, hiki kitu inaniendesha. Maumivu ya mapenzi sio tu yanauma, bali yanaboa. Yeah.